Yes bana, moja kati ya msanii ambaye anafanya poa kwenye game la Bongo Flava hapa nchini Tanzania ni Abigail Chams. Nadhani wote tunaelewa, na mpaka time hapa yupo kwenye tuzo za BET, yani nazungumzia Black Entertainment Television Awards ambazo zinafanyika pale Los Angeles Marekani mwezi wa 6. Na kama tunavyoelewa hizo tuzo bwana, kwa mara ya kwanza zilianza kutolewa mwaka wa 2001, so mwaka huu unakwenda kuwa ni mwaka wa 25 tangia waanze kutoa tuzo hizi za BET. Na lengo la tuzo hizi ni kusherehekea ama kuyafurahia mafanikio ya wasanii kutokea katika bara la Afrika, lakini pia nje ya bara la Afrika, wasanii wengine Brazil, huko Marekani, Ufaransa na kwingineko. So ni moja kati ya platform kubwa sana. Na kwa hapa nchini Tanzania, msanii ambaye alishawahi kushinda kwenye hizi tuzo ni Rayvanny mwaka wa 2017. Japokuwa kuna msanii ambaye ameapia kwenye hizi tuzo takriban kama mara 3 hivi, nazungumzia Diamond Platnumz, lakini aliingia tu kwenye vipengele hajawahi kushinda. So mwaka huu 2025 umekuwa ni mwaka wa pia wa bahati sana, kwa sababu tumepeleka msanii wa kwanza wa kike kutokea hapa nchini Tanzania kuingia kwenye hizi tuzo za BET. Sio Tanzania tu, bali ni Afrika ya Mashariki. Hakuna msanii wa kike ambaye amewahi kwenda kushiriki kwenye hizi tuzo za BET. Ndio kwa mara ya kwanza Abigail Chams ameingia kwenye hiki kinyang'anyiro cha kugombania tuzo hizi za BET. Na kama tunavyoelewa kwamba BET wanaangalia vitu vingi sana kwa msanii, alimradi aweze kuingia kwenye hivi vinyang'anyiro vya tuzo. Lakini moja kati ya kitu ambacho wanachoangalia brand ya msanii, wafuasi ambao waliokuwa nao, lakini pia namna ambavyo uimbaji wake ulivyo na muziki anaotumiaje hivyo yani, lakini pia ubunifu kwenye kuimba na kwenye sanaa yake kwa ujumla. Ni moja kati ya vitu ambavyo BET wanaangalia kwa ajili ya msanii kuingia kwenye hivi vipengele. So Abigail Chams vyote anavyo. Ukiangalia ni moja kati ya msanii ambaye yupo na kila kitu. Ukizungumzia kwenye vifaa, ala zile za muziki anajua kuzitumia. Kina violin, kuna gitaa, kina nini, zote hizo anajua kuzitumia. Ni wasanii wachache sana hapa nchini Tanzania ambao wanajua kuvitumia hivi vifaa. Wengi wao wanajua tu kuimba, lakini ni wachache sana ambao wanajua kutumia hivi vifaa vya kimuziki. Na Abigail Chams ni msanii ambaye anajua kuvitumia hivi vifaa vya kimuziki. Lakini sio hivyo tu, Abigail Chams huyu ukiangalia hata kazi ambazo anazozifanya ama collab ambazo anazozifanya na wasanii mbalimbali ni collab ambazo zimenyoka. Mara mwisho kabisa kufanya collab ilikuwa ni dhidi ya Harmonize Me Too, moja kati ya ngoma ambayo mpaka time hapa imeletea pia mafanikio makubwa. Ukiangalia hata kwenye mtandao wako YouTube pale iko top kabisa, ikiwa na viewers takriban milioni 12 mpaka time hapa. Lakini pia Abigail Chams kupitia ile ngoma ya Me Too ilifanya hata azungumzo moja kati ya kipindi kikubwa sana pale nchini Marekani na nchini Uingereza. So imekuwa ni blessing pia kwa Abigail Chams. Vitu ambavyo wanavifanya Abigail Chams kama msanii wa kike, kuna wasanii wengine wa kike wanashindwa kuvifanya. So kuingia kwenye hizi tuzo za BET inaashiria ameamua kuja kuichange game ya muziki kutoka kule ambapo watu wanafikiria, especially kwa wasanii wa kike, kutopewa mvuto sana kwenye vipengele mbalimbali vya tuzo. So amekuja na kitu kipi ambacho I hope tutakifurahia wa Tanzania. Na ukizingatia hata ladha yake ya kimuziki ambayo anakupa Abigail Chams ni ladha fulani hivi, yani kama ana Umarekani fulani hivi. Ukimsikiza vizuri unaona huu ni Umarekani fulani hivi, Beyonce, Rihanna kwa mbali nini. So mimi natarajia kuona kitu kikubwa sana kutokea kwa Abigail Chams, kwa sababu ukimwangalia ni msanii ambaye anakushawishi. Kuna vitu ambavyo anavyo kuna wasanii wengine hawana, japokuwa ni ana umri mdogo tu, mtoto wa 2000 tu, tunaita wale vitoto vya 2000. Kwa hiyo ana umri mdogo tu 2001, lakini ukimwangalia ni msanii ambaye kweli anakushawishi. Ukimweka kwenye live anakupigia live, ukimweka wapi yani kona zote anabaluza kweli. So blessing pia kwa Abigail Chams, tuendelee kumpigia kura alimradi tu aweze kushinda kwenye hizi tuzo za BET, awe msanii wa kwanza wa kike kuleta tuzo hapa nchini Tanzania. Itakuwa ni blessing. Na kupiga kura ni rahisi tu, unatembelea tu pale page yake ya Instagram, pale kuna post ambayo ameipin, una like, and then baada ya kulike una comment tu pale, utakuwa umetisha sana. Ama unaweza kutembelea kwenye page ya BET pia ya Instagram, ukalike, ukacomment, utakuwa umetisha. Hivyo tu ni rahisi. Ukiangalia list ambayo anaopigana nayo, anaoshindana nayo, ni watu kidogo ambao
wanafuasi pia kina Shell Pop huko na wasanii wengine kutokea South Africa, kutokea Brazil, Ufaransa. So mimi natarajia mazuri sana kutoka kwa Abigail Chams. Okay, Abigail Chams huyo hapo tumemfunga. Twende kwa D-Voice Guinea, mtoto wa WCB Wasafi, last boni wao mpaka time hapa. Bwana D-Voice Guinea, mimi naona WCB kuna namna wanampushi sana D-Voice. Ukizingatia kwa sasa hivi Lava hayupo, Wasafi kwa mujibu wa Diamond Platnumz ambaye ni CEO wa WCB. Mbosso Khan pia hayupo Wasafi. Wasafi wamebakiwa na wasanii hao. Kuna Diamond, kuna Zuchu, kuna D-Voice pamoja na Queen Darleen, wanne wamebakia nao. Sasa ukiangalia vizuri kwenye hii list ambayo wasanii waliobakia, msanii ambaye anapewa kipaumbele sana D-Voice Last Born anapewa kipaumbele sana, yuko karibu sana na Diamond Platnumz pamoja na Zuchu. Sawa. Sasa kuna nini ambacho kinachoenda kutokea? D-Voice kuna siku aliposti kupitia kurasa yake ya Instagram kwamba my first EP is coming. Yaani kwamba EP yake ya kwanza inakuja. Sawa. Utakumbuka kipindi cha tambulisho 2023 alikuja na album yake ya Swahili au sio bana, ilizinduliwa pale kipindi kile anatambulishwa na vitu kama hivyo. Moja kati album bora sana ambayo ameshirikisha pia wasanii wenzake kutokea Usafini pale. Zuchu yupo, Diamond yuko, Mbosso pia alikuwepo mule japokuwa ameshatoka sasa hivi kwenye label. So sawa, anakuja na hiyo EP yake. Angalia namna ambavyo alivyosetiwa anapokuja na hiyo EP. Kabla huja na hiyo EP kwanza tayari kashatangaza ana tour yake ndani ya mikoa ya hapa nchini Tanzania. Mikoa ambayo ipo ndani ya nchi ya Tanzania na tour yake ambayo ataifanya kuanzia mwezi wa 6 pale tarehe 6 anaanza ile tour yake mikoa mbalimbali ya hapa nchini Tanzania. Inawezekana kipindi ambapo anaanza tour yake inawezekana EP yake ikawa imetoka ama la. Sawa, kama ikiwa imetoka itakuwa ni vizuri, lakini pia kama ikiwa haijatoka itakuwa ni vizuri pia, kwa sababu anaandaa mashabiki kwa ajili ya kitu fulani. Kabla ya kwenda mbali tujue kwanza faida za tour. Tour zinaleta nini kwa msanii? Kuna watu ambao wanaweza wasiwe na waka appreciate tour za msanii, lakini tour zinaongeza kitu kikubwa sana kwa msanii. Though tour kwanza ina brand msanii, lakini pia tour hiyo inapima mashabiki wanaomkubali msanii. Yaani msanii pale kwenye ile tour yake ndio atajua mashabiki gani wananikubali. Je, mashabiki wananikubali kwa ukubwa? Kwa sababu ukiandaa zile tour na maanisha utaenda kuperform sehemu mbalimbali, viwanja mbalimbali, utaona muitikio wa mashabiki jinsi ambavyo unavyokuwa. Lakini pia tour ni sehemu ya biashara, msanii kuongeza kipato kupitia ile tour. Though kuna mashabiki ambao watakuja kwenye viwanja ambavyo umeviandaa kwa ajili ya kupari ama club, so hawezi wakajabua, lazima waje na kiingilio. So kile kiingilio kitakuwa ni mali yako, lakini pia tour inasaidia kutambulisha kazi zako za kimuziki na kukutambulisha wewe mwenyewe. Sometimes unaweza kusema mimi najulikana, ndio najulikana, lakini kupitia ile tour inakuongezea umaradufu zaidi wa kujulikana na kutambulisha kazi zako za kimuziki. Na ndio maana hata wasanii wakubwa pia duniani wanafanya hizo. Unazungumzia kina Beyonce wanafanya, kina Rihanna wanafanya, kina Breezy wanafanya hizo tour. Sawa, D-Voice ni kama anafuata nyayo za Diamond Platnumz, kwa sababu Diamond kipindi kile ambapo aliachia album yake ya Boy From Tandale mwaka wa 2018 aliandaa tour yake ambayo album yake alizindua pale nchini Kenya. Sawa, akaandaa tour yake and then akafanya kwa ajili ya kuipromote album yake ya Boy From Tandale. Lakini pia hata msanii mmoja hivi kutokea pale Nigeria hatari sana, namzungumzia Giant, African Giant, Burna Boy, pia kipindi ambapo anaachia album yake pia alifanya tour. Na moja kati ya kitu ambacho kilichomletea faida kubwa ni kwenda hadi kwenye jukwaa la Coachella, moja kati ya jukwaa kubwa sana ambalo wasanii pia na wish kwenda pale kufanya kazi za kimuziki. Sawa, kwa hiyo tour ni kama inamkuza msanii kutokea stage moja kwenda stage nyingine, au sio bana? So mimi na appreciate sana kitu ambacho anachokifanya D-Voice ndani ya label WCB. Kuna wasanii wengine wanashindwa kuifanya, label inamsimamia vizuri kabisa msanii kwa ajili ya kumpush kutokea stage moja kwenda sehemu nyingine. Hivyo ndio tunavyotaka. Andaa tour EP yako, andaa tour yako kwa ajili ya kuitambulisha ile EP yako ambayo unayoandaa. Italeta mauzo makubwa, japokuwa kipindi ambapo unaandaa tour lazima uwe na dola kutosha, kwa sababu budget itakuwa ni ndefu, lakini
kama ukiupangilia vizuri, maokoto yenyewe atakuja baadaye yani faida itajileta yenyewe. So hatari sana. Big up sana kwa WCB pamoja na Divoice Guinea. Hii ni Kawabe Media, tembelea YouTube, Instagram, Facebook, Thread, X. Kwa hiyo tunapatikana at Kawabe Media. Enjoy.